wayamtaddu waqtuha, na unarefuka wakati wake hiyo swala ya Eid, ila zawali shams, mpaka kufikia kupinduka kwa jua. Sawa ndio anasema hapa Sheikh akitaja masaili muhimu hapa, asema fa in lam yu'lam bil Eid illa ba'da az-zawal, na ikiwa hapakufahamika Eid, fa in lam yu'lam bil Eid, na ikiwa hapakufahamika Eid illa ba'da az-zawali, isipokuwa baada ya kupinduka jua, ikawa watu wamechelewa kupata habari za kuingia Eid mpaka jua limepinduka wakati wa dhuhuri, tena ndio wanapata habari, kumbe jamani, jana usiku mwezi uliandama na leo kumbe ilikuwa Eid. Sasa habari hizi watu wanazipata baada ya jua kupinduka. Hapo itakuwa hawawezi tena kuswali Eid, badala yake watakuja kuswali kesho yake kwa kulipiza. Ndio anasema fa in lam yu'lam bil Eid, na ikiwa haitofahamika Eid illa ba'da zawali, isipokuwa baada ya kupinduka jua, sallu min al-ghad qada'an, wataswali siku ya kesho inayofuatia kwa kulipiza. Utaswali kesho kwa kuwa muda ushatoka. Lima rawa Abu Umair ibn Anas, kwa kile ambacho kipokea Abu Umair ibn Anas an umumatin lahu min al-ansar. Abu Umair ibn Anas rahimahullah rajul min at-tabi'in, amepokea yeye huyu an umumatin lahu min al-ansar, kutokea kwa ammi zake yeye huyu Abu Umair, ammi zake katika Ansari. Qalu, wamesema masahaba hawa wa Ansar. Abu Umair anasimulia kutokea kwao, ghamma alaina hilalu Shawwal, ulijificha juu yetu sisi mwezi muandamo wa Shawwal, ule mwezi wa kutoka Ramadhani na kuingia Eid. Ghamma alaina ay khafiya, ulifichikana juu yetu hilalu Shawwalin, mwezi muandamo wa Shawwal. Hawakuona, wakajua bado Ramadhani inaendelea. Fa asbahna siyaman, na tukapambazuka sisi asubuhi hali ya kuwa ni wenye kufunga. Wakaamka masahaba wamefunga. Fajaa rakbun fi akhiri nahari, na ukaja msafara wasafiri wakaingia katika mji wa Madina, ambao walikuwa muda wote wanachapa mwendo majangwani huko. Fajaa rakbun, ukaja msafara fi akhiri nahari, katika mwisho wa mchana. Msafara wa wasafiri hawa ukaingia Madina jioni. Fashahidu, wakashuhudia watu wale wa ule msafara, annahum ra'u al-hilala bil ams, kwamba wao waliuona mwezi jana. Kwa maana jana usiku tuliuona mwezi, kwa maana siku hii ambayo masahaba waliamka wamefunga ilitakiwa iwe ni Eid, lakini mwezi ulijificha pale mjini Madina. Kwa hivyo wakaamka wamefunga wenyewe, na mawasiliano hayakuwa kama wakati wa sasa. Lakini ndio ujue kwamba watu wakipata habari za mwezi wanazifanyia kazi. Hizi habari zilikuja Madina mwisho wa mchana, jioni. Wasafiri wanasema sisi tumeuona mwezi jana huko njiani. Hizi fikihi, lau hawa mashaka zetu wangekuwa waadilifu, tungeweza kuepukana na mizozo mingi sana, lakini tumekalia ushindani tu. Sasa ndio mfano kwa mashaka hawa tulionao waliokalia viti. Mje jioni, mnasema sisi tulikuwa safarini shekhe huko. Kumbe huko mje swali hili bwana, tulikuwa safarini tumeona mwezi si huko. Mtakoma nyinyi. Safari ya wapi? Mwezi gani? Yaani mtazodolewa hapo. Nyinyi mtakuwa mmetazama nyusi zenu bwana, ni nyusi mmeona. Kuna mwezi bwana.
tushafunga habari za mwezi sisi. Wao wenyewe wana time zao wanafunga wewe. Yaani kuna wakati ukifika habari hiyo ya kweli isiyo ya kweli tushafunga. Habari za mwezi hatupokei tena sisi. Hebu angalie jambo hili. Madina watu wameamka na swaumu. Na mtume mwenyewe yuko alayhi salatu wasallam. Habari za kuonekana mwezi wa jana zimekuja jioni. Mtume akaambia watu wafungue. Hajafunga habari za mwezi kama nishafunga mlango. Haya, hawa mashaka zenu mnawapa vilemba vikubwa, wao wanafunga mapema kihuni tu, wameamua tu hivyo. Lakini tunamhimidi Allah katika miji yetu hii, hatujalazimishwa kuwafuata sisi. Sisi tuna uhuru wetu na wao na wakwao. Sisi alhamdulillah hakuna kadhi wa nchi hapa katika nchi hii ya Tanzania. Pana makadhi wa taasisi. Kwa hivyo kama wewe unaunga mkono hiyo taasisi utawafuata hao makadhi, wala hujakatazwa. Na tunaheshimiana. Lakini wala sio makadhi wa nchi. Nchi yenyewe hata kama watatokea waovu wazitangulize sikukuu zao kabla, watanguliza Idi kabla, watakubaliwa na nchi. Sisi tutawapinga kwa sababu ya dini. Sasa nchi hii inatofautiana na nchi nyingi Kama kuna nchi zina makadhi huko sawa. Sisi bwana, hawa jamaa zetu wanavyotufanyia, tunashukuru ule uhuru. Wao wafunge habari zao za mwezi, waendelee kuwadanganya watu wao. Sisi tunaswali, kama ni Idi, kama ni Ramadhani tunaanza kufunga. Na hakuna kutiana makucha katika hili bwana. Kwa hivyo hawa mabedui hawa wasafiri wakashuhudia kwamba wao wameuona mwezi jana. Faamara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nasa, na akawaamrisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwaamrisha watu an yuftiru min yawmihim, wafungue katika siku yao hiyo. Watu wakaamrishwa wafungulie saumu zao, wasiendelee kufunga, kwa sababu tayari ni siku ya Idi, haifai kufunga. Ilikuwa wamefunga kwa sababu habari hakuna. Lakini wa yakhruju ghadan li'idihim, na watoke kesho kwa ajili ya Idi yao, kwa ajili ya kusali Idi. Habari zimekuja jioni, wakaambiwa masahaba, fungueni saumu zenu hivi sasa, na kesho asubuhi mtatoka kwa ajili ya kwenda kusali Idi. Rawahu Ahmad, hadithi hii ipokea Imam Ahmad wa Abu Daud wa Daraqutni wa hasanahu wa sahahahu jama'atu min al-huffaz. Ni hadithun thabit. Muhadithuna wengi wamesahihisha. Sasa Sheikh Al-Fawzan anasema falau kanat tuadda ba'da az-zawal, na lau ingelikuwa swala ya Eid inatekelezwa baada ya kupinduka jua, kama ingekuwa yafaa pia hata baada ya kupinduka jua, maadamu jua halijazama unaweza ukaswali. Ingekuwa inafaa kuitekeleza Eid baada ya kupinduka jua, lama akharaha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila al-ghad. Na hii ndio istinbat. Basi asingeichelewesha hiyo swala ya Eid mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuipeleka kesho, asingechelewesha. Kama alivyowaambia Waislamu fungueni, basi pia angewaswalisha Eid, lakini tayari ilikuwa wakati wake ushatoka. Hiyo ndio istinbat, istinbatun qawi. Hilo ni jambo la kwanza, kwamba ingelikuwa inafaa kuswaliwa hiyo swala ya Eid baada ya kupinduka jua, basi mtume asingeichelewesha swala hiyo ya Eid mpaka kesho. Lakini sababu nyingine iliyomfanya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwaambia kesho ndio waswali, wali anna salata al-Eid shuri'a laha al-ijtima'u al-'am, ni kwa sababu hakika swala ya Eid imewekwa sheria kwa swala hiyo ya Eid, mkusanyiko wenye kuenea. Shuri'a laha, umewekewa sheria hiyo swala ya Eid, al-ijtima'u al-'am, mkusanyiko wenye kuenea. Swala ya Eid ni swala ya watu wote, lazima ikusanye watu. Sasa ikiwa ni jambo la kuwakusanya watu, huwezi kuwashtukiza, hutofikia malengo. Fala budda
an yasbiqaha waqtun, basi ni lazima uitangulie swala hiyo ya Idi wakati yatamakkanu nnasu min at-tahayyu laha, wakati ambao wanamakinika watu kutokamana na kujiandaa kwa ajili ya hiyo swala ya Idi. Lazima upatikane wakati, taarifa zije mapema. Unaona bwana, watu wajiandae wao na familia zao. Idi ni sikukuu, waandae nguo zao, wazinyoshe vizuri, waandae vyakula vyao, kama ni vichinjwa viandaliwe. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawapa muda wale masahaba kwamba fungueni, kwa kuwa habari za kuandama mwezi zimechelewa, lakini kesho insha Allah tutaswali. Tumefahamiana adhim.